Ewe mwalimu, ewe afisa elimu kata, wewe ni afisa elimu taaluma wa wilaya au ni afisa taaluma mkoa. Sasa PSRPMS imekuwa suluhisho bora inaweza kuchambua au kufanya tathmini ya matokeo ya darasa la 7 au darasa la 4 kwa mitihani ya taifa. Mfumo huu ni mahususi kabisa kwa ajili ya kufanya uchambuzi wa taarifa zile, ambapo inaweza ikakufanyia uchambuzi wa wanafunzi wangapi wamepata ufaulu katika madaraja yapi, aidha kwa mkoa mzima, kwa halmashauri au kwa shule moja. Kwa hiyo kama wewe ni afisa taaluma wa wilaya, unaweza ukaingia kwenye mfumo wa PSRPMS kwa kutumia username yako na password, kisha utaingia kwenye PSRPMS kama hivi. Ukiingia hapa utaweka username yako kama hivi hapa, utaweka na password yako hapa, utaingia. Ukifanikiwa kuingia, utakuja kwenye sehemu imeandikwa cancel report hapa. Ukifika hapa, utakuja kwenye sehemu imeandikwa NECTA reports. Ukiklik hapa utachagua, kwa kuwa wewe tayari umeingia kama kwa level ya halmashauri, basi utakutana na level yako ya halmashauri. Hapa tutaenda kuangalia matokeo ya NECTA labda darasa la 4. Utakuja hapa NECTA. Ukija hapa kwenye NECTA hapa utachagua darasa lolote, aidha la 4 au la 7. Tuseme la 4. Tuanzie la 4 hapa. Tukisema darasa la 4 kama hivi, utachagua mwaka 25, 24, 23, na kama una mwaka mwingine utaona hapo. Kwa leo tuangalie mwaka 2020-2025. Utafungua hapa. Utafungua mkoa husika ambapo halmashauri yako ipo, kisha utafungua halmashauri yako husika. Chukulie tupo halmashauri ya Bunda TC hapa. Ukishafungua hapa, tutakutana na shule zote ambazo zimeweza kushiriki kufanya mtihani wa taifa darasa la 4 2025, hizi hapa. Sasa baada ya kujua kwamba tuna shule zetu hizi hapa, tulipaswa kufungua shule moja moja kujua ni shule ipi ina ufaulu gani. Kwa mfano, tukifungua ACT Shalom, tunaweza kuona kwamba kuna daraja A zipo 3, 5, jumla 8, lakini kupata ufaulu wa daraja moja moja kwa kila somo ni changamoto sana katika kipengele hiki. Hivyo huwa tunaishia kupata taarifa hizi za huko chini: waliosajiliwa, waliofanya, waliofutiwa, wenye matokeo, waliofaulu grade A, D, wastani wa alama. Tunapata taarifa hizi, lakini kupata wanafunzi wangapi, wana A ngapi za jiografia na sanaa, wavulana kwa wasichana, ni ngumu sana. Hizi taarifa huwa wanaandaa walimu kama shuleni, lakini pia wakati mwingine macho ya watu wakati mwingine yanachoka, kwa hiyo ni ngumu sana kuandaa taarifa kama hizi kwa wanafunzi wengi. Hivyo basi mfumo huu umeturahisishia sisi. Tunatakiwa kufanya ni hapa, tunarudi hapa, tukiwa ndani ya shule zetu hizi zote tunaziona kwa pamoja hivi. Tunachukua tu kiunganishi cha hapa juu, hii link, tuna copy link, una copy. Ukisha copy, unarudi kwenye mfumo wa PSRPMS ambapo ni huu hapa. Turudi hapa. Ukisharudi hapa, pale tumeangalia, tumechukua link ambayo imebeba shule zote za halmashauri. Kwa hiyo tutaangalia, tutaweka sasa hapa sisi ni council level. Kwa kuwa ni council level, maana utapata shule zote ambazo ziko ndani ya halmashauri. Tumechagua darasa la 4, kwa hiyo exam type itakuwa SFNA. Kwa kuwa tumechagua hiyo, tutakuja ile link tulio copy sasa tunakuja kupaste hapa. Paste hapa. Kisha paste hapa, maana ya kubandika. Kisha paste hapa tunaandika jina la halmashauri yetu. Kwa kuwa tuko level ya halmashauri, tutaandika jina la halmashauri. Tutaandika Bunda TC. Baada ya hapo tutaklik hapa. Hizi performance setting hizi zitabaki hivi ziko sawa. Unaweza kuongeza au kupunguza, lakini kwa hizi zilizopo hapa zimesetiwa ziko sawa, kwamba
inaweza kufanya kazi kama ambavyo tumetegemea. Kwa hiyo tutachagua, click start processing process hapa, mfumo utaanza kuprocess. Ukianza kuprocess, wakati unaendelea kuprocess hapa asilimia zitakuwa zinapanda hapa chini hapa. Kwa kuwa asilimia zinaendelea kupanda, kwa hiyo sisi wakati tunasubiria tunaweza tukachagua click hapa. Na click hapa result, tutakuwa tunaona kwamba tuna shule ngapi. Tuna shule 74. Tuna hii shule ina wanafunzi 24, waliofanya mtihani wako 24, watoro hawakuwepo, waliofutiwa alama hawapo, waliokaa wako 24, registered wako 24. Kwa hiyo taarifa hizi tunaziona hapa, lakini huku mfumo unaendelea. Umeshamaliza kuchakata, tumetumia sekunde chache sana. Kwa hiyo kwa kuwa ushamaliza sasa, hapa sisi tunaweza kupakua taarifa zetu katika format ya Excel au PDF. Ukipakua kwa PDF hapo unapata tu shule ya kwanza mpaka ya mwisho, lakini ukipakua kwa Excel utapata taarifa nyingi sana hadi za masomo. Tupakue Excel hii. Ukipakua Excel unaweza kufungua utairuhusu. Ukisharuhusu, zile alama za wanafunzi ya shule moja moja sasa zinabadilishwa katika muundo huu. Kwa hiyo jiografia na sanaa, historia ya Tanzania, huyu mwanafunzi ana C, ana B, ana A, ana ufaulu jumla ambao ni A, ana overall ambao ni A. Kwa hiyo huyu tunasema amefaulu, lakini taarifa ambazo zimechambuliwa zipo. Kama wanafunzi hakufanya, hii mfumo utakuwa umechambulia kwamba huyu hajafanya, absent, kwa hiyo nimekuwekea X kama hivi. Lakini taarifa ambazo zimechambuliwa ziko chini huko. Ziko huku mwishoni kabisa. Ziko hapa. Taarifa ambazo zimechambuliwa ziko hapa. Shuka tena chini, achana na hiyo. Shuka chini. Taarifa hizi zimechambuliwa kwamba wanafunzi hawa ni total registered male, total registered female, total registered, hao ni total present ambao walikuwepo, walifanya mtihani. Hii ni shule, katika shule hii ICT Shalom Primary School. Hii taarifa unazoziona hizi hapa, taarifa zote hizi ambazo ziko hapa, wastani wa shule, grade A waliopata A male, A female, A total, utapata kwamba walikuwa watano, kwa tatu jumla 8, B ilikuwa 3, 12, jumla 15. Unazikuta zote ziko hapa. Lakini huku mwishoni huku utakutana na wastani wa ufaulu wa kila somo. Jiografia na sanaa ilikuwa na wastani wa 29.5, ambazo hizi taarifa zote unazoziona hapa ni hizi hapa. Kwa mfano tumefungua ile ni ACT Shalom. ACT Shalom ukifungua hapa, ile taarifa za tulizokuwa tunaziangalia ni hizi hapa. Hii ni ufaulu wa jumla ambazo ziko hapa kwa kila shule inakuwa hapa. Kwa mfano hii shule inaitwa ACT nyingine inaitwa Amani Lutheran. Kama taarifa zake ni hizi ambazo ziko pale juu. Na ufaulu ule somo moja moja uko hapa. Kwa mfano jiografia na sanaa, wastani wa 29.25 ni hapa. Somo linalofuata ni historia ya Tanzania na maadili, ina wastani wa 35.67, ambapo huku ukiangalia unapata ile shule moja tuna wastani wa jiografia ya Tanzania hii hapa 35.67 hii hapa. Kwa hiyo mfumo haudanganyi, mfumo unafanya vizuri sana. Kupitia mfumo huu bado tunaweza kupata ufaulu wa somo moja moja kwa kila daraja. Kwa mfano hapa tunapata taarifa hizi za hapa juu, hizi zimeboreshwa zaidi. Unazikuta hapa zimeandikwa, kuna waliopata daraja A male female total, B male female total, C male C female C total, D male. Lakini kuna hawa ambao tunasema waliopata ufaulu wa A hadi C male, A hadi C female, A hadi C total, nazipata hapa. Kuna A hadi D male, A hadi D female, A hadi D total,
alafu kuna ufaulu wa wastani wa kila shule uko hapa. Kwa hiyo unaweza kaamua kupanga shule ya kwanza mpaka mwisho kwa kutumia summary hizi hapa ambazo zimeandikwa school summary, na hiyo juu yake imeandikwa school performance. Kwa kupitia school summary sisi tunaweza kupata kwa tukapanga shule ya kwanza mpaka ya mwisho, lakini tukitoka hapa tunaenda kwa ufaulu wa somo moja moja, ambapo ni hii hapa ACT Shalom. Tuna jiografia, historia, Kiswahili, English, hisabati na sayansi. Kwa ACT Shalom maana yake masomo yote 6 yako hapa. Hii ni ACT Shalom. Alafu inafuata somo shule nyingine inaitwa Amani Lutheran, masomo 6 kuanzia hapa hadi hapa. Amani Lutheran. Maana yake tunapata kwamba ACT Shalom somo la jiografia na sanaa waliopata daraja A male ambao ni male hapa, female total wao itakuletea B total hapa, C male female total. Mwisho wa siku unapata taarifa kamili. Kama hakufanya pia itaonyesha kama hakufanya, kama alifutiwa matokeo pia itaonyesha, lakini itaonyesha asilimia ufaulu pia kama alifaulu kwa asilimia ngapi kwenye somo hilo hivyo. Baada ya hapo tunakuja sasa kipengele cha mwisho kabisa huku, tunakuja chini kabisa huku na taarifa zile za jumla kwamba wanafunzi kwa ujumla wao. Sasa wanafunzi kwa ujumla wao tulikuwa na wanafunzi wangapi? Tulikuwa na wanafunzi hawa hapa 7254. Maana yake waliokaa ni 6000, waliofanya mtihani 6488. Kwenye hao kuna wanafunzi hawa hapa, wanafunzi hawa walikaa, lakini kuna hawa sasa ambao walikuja nullified kwa wametolewa kutoka hapa. Tuna male hawa hapa, tuna female hawa hapa, tuna grade A hizi hapa, tuna grade B hizi hapa, grade C, grade D, grade E. Grade E haiwezi kuleta kwa sababu kwa darasa la 4 tunachukulia kama grade E ni wale ambao wamerudia. Kwa hiyo wale ambao ni referred ni hapa au hapa ndio waliorudia. Kwa hiyo kwa halmashauri nzima wanafunzi waliorudia darasa walikuwa wanafunzi hao hapo. Tumechukua tu halmashauri ya mfano. Kwa hiyo kwa siku unaweza kupanga somo la kwanza mpaka la mwisho kwa kuangalia average ya hii hapa. Baada ya hapo mfumo utakuwa umeshamaliza kila kitu. Nashukuru, asanteni kwa kunisikiliza.